Mkurugenzi, mmebakiza chenchi, mmenifurahisha sana. Mradi umetengenezwa kwa viwango. Wewe na timu yako sogeni hapa. Haya ndiyo mambo tunayoyataka, kwamba mtu akipewa dhamana anafanya kwa moyo kama anavyofanya akiwa nyumbani kwake, sababu kuaminiwa kuna gharama. Kwa hiyo ongereni sana kwa kazi nzuri. Niliona nisitoke bila kuambia hilo. Na mmeona saving mmepeleka kutengenezea furniture. Jambo jema sana hili. Hii ndio tofauti sasa. Nilipita kule nilichosema kwenye wilaya ile mojawapo pale, wamepewa fedha ya kujenga jengo, wametumia milioni 343 kujilipa posho. Hawa paka na chenchi iliyobaki wametumia, kununulia furniture. Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii, mwezi mtukufu unavyoisha, wapeleke wakafuturu hata Arusha National Park tu hao. Na mkuu wa mkoa amesema amesimamia vizuri, atawasindikiza. Wapeleke hata National Park tu. Na mheshimiwa mbunge afuatilie kama wamefika kule National Park. Na madiwani. Haya, kiongozi wa madiwani ni mbunge ameshasema. Mheshimiwa Waziri wa Maliasili, watu wakishafanya kazi njema hivi tutambue, tutengeneze moyo wa watu kupenda hizo kazi. Mimi nawaambieni, kama viongozi wetu kama kina Mwalimu Nyerere na waliofuata hivyo wangekuwa wabinafsi kama baadhi ya watu wanavyofanya sasa hivi, tungekuta hii nchi kote kumepigwa fence. Maeneo ya madini yote yale yangekuwa yanamiliki na kina Makongoro, kote kungepigwa fence. Wa ubinafsi, mnapewaje fedha ya jengo nyewe mnagawana, mnalipana posho na mishahara mnayo? Sasa mkurugenzi, wewe ni nani? Mwenyekiti wa halmashauri. Ndio mwenyekiti wa halmashauri, mkurugenzi, engineer, afisa elimu sekondari. Safi kabisa. Mnafanya kwa rezima yangu iende vizuri leo. Unajua kupelekwa kukasirika huku mwezi mtukufu unaendelea huko kwa rezima. Jamani, nawashukuruni sana. Asanteni sana. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki.